Tukianzia aya 7 sasa, alam tara ila alladhina nuhu anin najwa. Hapo kuna sababu nuzul ya kumsalimia mtume vibaya, sama alaika wa idha jauka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Wakija kukupa salamu si vile Allah alivyokusalimu. Mtu akikusalimia mabwana, mwambieni abainishe salamu. Ukiambiwa tu salamu alaikum stadhi, umeombewa laana hivyo. Maneno ya Kiarabu ya hatari sana. Aseme assalamu kwa nakira, assalamu. Akisema pia salamu alaikum haimo, anza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini salamu alaikum ake ufe, hatari hiyo. Assalamu. Haya, hizo aya hizo. Kundi la tatu kuanzia ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis. Waheshimiwa watu wa Badri walikuja, watu wakaambiwa nyanyukeni wakae. Watu wa Badri ni watu watukufu, wengine wakakasirika, zikashuka hizi aya. Unaweza ukampisha mtu kwenye kiti tu, Allah naye akakufanyia nafasi ya riziki ya ilmu na kadhalika. Idha qila inshuzu shafani shuzu, kiambiwa sogeni sogeni. Kundi la 4 katika sababu nuzuli ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa. Hizi ilikuja kumuuliza mtume maswali mengi, mpaka sema takartali nini hawa, lakini kila kitu mtume, na hii ni wahi au mambo yako tu umechomeka chomeka. Wakaekewa sasa, mkimzungumzisha mtume lazima mlipe. Kiuliza swali lipa. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqa. Mnaona ugumu nyie kati ya mazungumzo yenu kutoa chochote bwana? Punguzeni maswali, kwa sababu walaqad ahlaka alladhina min qablihim bikathrati masawilihim wa ikhtilafi ala anbiyaihim, waliopita kabla yenu wameangamia kwa wingi wa maswali yao na tofauti ya mitume yao. Angalia watu wa Bani Israili, walikuwa watukutu hawa. Nabii Musa anakuja na kitabu, anamuambia hicho kitabu kakupa nani? Allah. Walipopewa tulikuwepo, twendeni mkasikie. Wanaanza kusikia maneno matukufu, wanaanza kuambizana, bwana mmemsikia Godi kasema. Wanadharau. Akasema sema, sasa utajuaje kama jini shekhi? Wakamwambia Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara. Anaogopa nini? Hatukuamini, aje tumuone alivyo. Wote wakafa pale pale. Naona masali yao yalikuwa kifedhuli. Nabii Musa aliogopa. Mfano mimi nimekaa na nyinyi hapa msikitini, waliyadhu billah, nyote kila mmoja chali, afu nabaki peke yangu, mnakufa. Ufikiri nitaka? Si nitakimbia. Lakini nitaulizwa, haya umewafanya nini? Ndio yalomtokea Nabii Musa. Sallallahu ala nabii. Kila mmoja bwana vipi na mimi nakufa, na mimi wote wakafa. Azma ya Rabbi, nitaulizwa, wape uhai. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Baadhi wanasema walilazwa tu nusu kaputi kwa sababu wafai harudi. Wengine wanasema kwa sababu ni Allah alisema, walikufa kweli. Walikufa kweli. Sasa aya hizi tunajifunza kitu. Kuna sababu nuzuli, alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim ma hum. Kwa kifupi, Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa amekaa sehemu ya dhiki ndogo ya kujibanabana, akamwambia masahaba, atakuja mtu azraqun. Azraqun ni mtu albino. Alipotokea tu ile albino, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamnyoshea kidole, ambia alama nitashtamani anta wa fulanun wa fulanun. Hivi wewe albino, wewe kwa nini unapenda kunitukana tukana sana mimi? Tena wewe na mzee fulani na mzee fulani. Fadaahum biasmaihim min nafarin, kwenye lile kundi la masahaba akawataja. Hamuishi kumsema namnikome wale watu. Mtume hapana, mimi sija kusema bwana. Ambia wewe ndo hasa
kiongozi wao. Mnasema mimi, maimamu muwe mnasubira. Watu wamemsema Mtume, wewe ukisemwa jicho lisikutoke, hiyo nayo ni sunna, mwijue hiyo ni sunna, imempata Mtume sallallahu alaihi wasallam kusemwa himo. Ndio ikaja alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allah. Huoni wale ambao wanawapa uongozi wale watu ambao ghadiba Allahu alaihim, Mwenyezi Mungu ameshawakasirikia. Ma hum minkum wala min, nyi si katika wao wala wao si katika nyinyi. Wa yahlifuna ala alkadhibi wa hum ya'lamun, na wanaapa hapa juu ya uongo huku wanajua. Aya hizi zimewazungumza almunafiquna, lakini mimi siko huko. Nataka kufanya istimbati kwa ruhusa zenu, nataka kufanya istimbati ya urafiki. La tajidu qauman yu'minuna billah, huwezi kuwapata watu ambao wamemwamini Allah wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, yuaduna man hada Allah wa rasula walau kanu abaahum au abnaahum au ikhwanahum au ashiratahum, wakawafanyia mapenzi maadui wa Allah na mtume wake, japo wawe baba zao, wakwa zao, au watoto wao, au ndugu zao, au jamaa zao. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, Mwenyezi Mungu amethibitisha katika mioyo yao imani. Wa yadahum bi ruhin min, na ameitilia nguvu kwa roho kutoka kwake. Aya hii ili trendi vita vya Badri, ili trendi kule Badri. Hapa ndo nitapata istimbati kuliko pale ilipotoka. Katika vita vile masahaba walikuwa wachache, 300 na kidogo, makafiri robo tatu yao, 1000 na kasoro. Wakatakiwa wapigane, akatolewa Shaiba, Utba, Umayya. Huyo Shaiba habari zake mkono wake watu 6. Huyo Utba anapigana, anazunguka juu ya tumbo la farasi. Umayya akipanda ngamia, miguu inaburuzika chini, mijitu ya sawasawa. Wametoka, Mtume anaambiwa toa wa kwako. So Mtume ni komando, anajua mambo ya vita. Alipotolewa Utba, kamtoa mtoto wa Utba, kaambia nenda na mzee pale. Shaiba katolewa mtoto wake, Umayya katolewa mtoto wake. Watu wasema mambo gani kugombanisha mtu na mzee wake? Kipenga akijapigwa, kila mtoto kashughulikia shingo ya mzee ipo chini. Pale ndo walipoanza kushindwa simanzi. Muhammad mtu mbaya kiasi hichi, gombanisha mtu na mzee wake bwana. Sasa braza hajasilimu, wewe unamuua mzee, wewe una akili, wewe unadanganywa na huyu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa aduna man hada Allah, hawana mapenzi na watu ambao hawajamwamini Allah. Sayyidina Abubakar ndo ilikuwa too much. Kuna mtoto wake mmoja, nafikiri ni Muhammad ibn Abi Bakar, kakake Saida Aisha, alichelewa sana kusilimu. Yani mahshari ya vita haoni mtu yote, anamtafuta mwanae tu, anambia shenzi wahid, leo uli ugali lazima nkuwe, we kafiri we. Wallahi masahaba wana maajabu, kamtafuta vitani. Sasa mtoto hajasilimu, ana huruma ya undugu. Wewe mzee, si upigane na watu, mimi nakutaka wewe asa. Mpaka vita vikaisha, hajamuai. Mchana anakula wote ugali nyumbani. Sewe mkorofi, nimekukosa. Ambia mzee, umeniandama. Kumbe baadaye alikuja kusilimu. Sallu ala alhabib. Sasa istimbati yangu inataka kuonesha kwamba rufaqa'u su akhilla hawana nafasi katika life yetu, kwa sababu dinul mar'i si mar'u, Sheikh Muhammad ataneka sawa, fi sahibihi. Dini yako ipo kwa rafiki yako. Dini ya mtu mabwana ipo kwa rafiki yake. Mimi dini ya Uthman Maiko ipo kwa rafiki yangu, haipo kwangu. Maneno ya Mtume Muhammad. Wewe rafiki yako nani? Nani amekushikia dini? Unajua kuna watu wamekuwa tablighi kindaki, kwa sababu kampata rafiki wa tablighi. Wa kwanza mimi, kuna bwana mmoja aitwa Saidi Ali amenifuata huko, alikuwa rafiki yangu tu, ananipenda. Kanifuata huko Kota, mimi naishi Kota kwenye nyumba ya Kikristo, japo sikuwa Mkristo.
kanishikilia koo, bwana twende. Nikatoka siku 3 mpaka nikawa mwana tablighi mzuri. Tunaelewana vizuri? Dini ya mtu ipo kwa rafiki yake. Kila mmoja wenu aangalie nani wa kumfanya rafiki. Nisikilize kwa masikio mawili. Ukiwa na rafiki mwema utatengenekewa. Ukiwa na rafiki mbovu, shekhe, upinduki, umekwisha. Rufaka usu, marafiki waovu, yani kama una rafiki yako mvuta bange, umekwisha. Kama una rafiki yako mwizi au una jamaa tariku salatu, wewe umekwisha. Hata uwe mwema, kumwathiri ni ngumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha maanawi, alhisi maanawi. Alikuwa akipenda vitu vitatu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilat qurratu aini li fi sala, alikuwa anapenda sala. Cha pili, an-nikahu, alikuwa anapenda ndoa, sio wanawake. Kuna tofauti ya ndoa na wanawake. Anapenda mambo ya ndoa. Na jambo la tatu, ajmal al-atur, a'la al-atur al-misk, alikuwa akipenda perfume, mafuta mazuri. Shurahu baadhi wanasema maana ya mafuta uzuri ni kwamba alikuwa apendi kukaa na watu wabaya. Hana rafiki yake hata huyu mmoja mbaya, yeye atafuta marafiki wazuri, kwa sababu ujahili au ubaya una nguvu kuliko wema. Ona hivyo hivyo. Tunaelewana Shemungia, ubaya una nguvu kuliko uzuri. Hivi sasa wakitokea madaktari 10 wakampima mgonjwa, wanampima kipimo cha ukimwi, madaktari 9 wakamuona mzima, alafu mmoja tu aseme anao VVU, ameathirika, lazima warudie upya. Ni kweli si kweli? Huyu vipi, wewe umeonaje? Lazima ule ubaya. Lakini tuje upande wa pili, madaktari wale 9 wampime mgonjwa wote, waseme tumeona ana ukimwi, alafu mmoja aseme huyu mzima. Wafikiri watazingatia? Tambia kaangalie vizuri vipimo vyako, kashaisha huyo. Kashaisha huyo, kwa sababu ubaya una nguvu kuliko wema. Katika mandhari hii, ukiwa na rafiki muovu atakuathiri kwa urahisi mno kuliko rafiki mzuri. Sasa ukiwa na rafiki mbaya, awe mwema, awe mke, awe mume, umekwisha, umepotea. Sasa leo shika peni yako na kalamu, nikufundishe marafiki wa kukaa mbali na wewe, marafiki aina 10. Ukiwa nao, adinuka yahliku au tuhlaku, yuhlaku din, yahliku din, rufaka usu. Marafiki waovu wanainyoa dini yako. Ukinyolewa ukiwa salun, sawa, halaq, yule anakupiga upara, basi dini yako nayo inanyolewa. Kuna rafiki ukiwa naye, elimu kwako itakuwa kituo cha polisi. Mnaona hizi elimu za dini, si mnaona hatusomi, hatukai darsa. Shauri, huna rafiki huyo wa kukushawishi, ila rafiki aliyokuzunguka ni rafiki ambaye shekhe utakuwa usomi, anaanza kukasimia. Ukitaka kusoma unasoma ili iweje shekhe? Wewe uoni waliosoma mama ntilie wameishia kuolewa, wengine makonda ya daladala, hawana kazi. Unasoma ili ifikie wapi? Elimu nini? Umemwona yule Mo kasoma,
Umemwona Baresa kasoma, wewe unasoma ili iweje? Na unasoma uwe shehe sana. Shekhe, haya ulioyajua yanatosha, tekeleza ulioyajua. Unasoma mpaka uende wapi? Hivyo vitabu umetunga wewe, wenzio wanasoma, kuna nyuma yao wanaowasimamia. Poteza muda tu. Na wakati maisha ya mwanadamu ni elimu, wallahi elimu ni jambo kubwa sana. Elimu, education is a key of life. Elimu ni ufunguo wa maisha. Ukitupa elimu, umetupa maisha yako. Wale waliokuwa maikulu, waliokuwa mahospitalini, waliokuwa mapilot, waliokuwa madokta, mabwana ni elimu. Mimi sina elimu lakini si mjinga. Lastu bialim walastu bijahil. Mimi si msomi lakini si mjinga. Nikisema ni mjinga, hata kama ni mstari mmoja, nitakuwa nimeidharau neema ya Allah. Sasa nasema mfano, kukaa hapa mbele, hii ni elimu. Hawezi kukaa kila mtu akasema. Umeelewana vizuri? Elimu ndo uhai. Ukikosa elimu, umekosa kitu kikubwa. Wataalamu wa elimu wasema ilmu inaanzia elimu maulidi ila lahadi, toka umezaliwa mpaka unaingizwa lahadi mwanandani, pale ndio ishu ya kusoma imekwisha. Mtume nubia bi iqra, mtume aliambiwa iqra, alipewa utume kwa kuambiwa soma bwana. Na yeye akasema alilmu dhalatal mu'min, elimu ni kipoteo cha muumini. Popote atakapokipata huwa ahaqu biha, kwa thamani yoyote abebe. Na kusoma kwa Waislamu sio unasoma kidogo, ukianza nasari mpaka university, ukianza ibtidaia mpaka jamia, mpaka idadia, mpaka wapi, nitakiwa unasoma mpaka unamaliza. Hakuna kusoma kidogo. Ukiwa na watoto wawili, si kwamba mwanamke hana faida kusoma. Wanasema mtoto wa kike mpigie mahesabu ya kusoma mara 10 zaidi kuliko mtoto wa kiume. Inna ma'arakata al-yawma ma'arakatul ilm. Vita vya kileo ni vita vya kielimu. Hivi sasa kuna vijana wadogo wana masters, wana degree, wanapasua, wanasoma. Shekhe, kuna watu pale ofisini kwangu wananitembelea shekhe, na shahada nzito, wanahitajika kwenye makampuni, wanaandikwa kazi. Yani unaona kabisa huyu anaenda kupasuka sasa hivi. Elimu. Alafu ni mtoto wa kike mdogo tu. Elimu. Kwa hiyo kuna rafiki ukiwa naye, elimu kwako itakuwa ni kituo cha polisi. Kwa hiyo ukiandamana na mtu anayekuambia elimu haina kazi, huyu ni adui. Kaa naye pembeni, ataharibu dunia yako na akhera. Kwa sababu akhera yenyewe inahitajika ilmu. Al-ilmu malun. Sayyidina Ali aliulizwa maswali 10 kuhusiana na ilmu. Elimu na mali bora nini? Asema elimu bora. Al-ilmu yaharusuka wal mal taharusuhu. Elimu inakulinda, lakini mali unailinda. Al-ilmu yazidu bi-infaq wal mali yanqus bi-infaq. Elimu ukiitoa inazidi, si umemake revision mutala, lakini mali ukiitoa shekhe inapungua. Asikufiche mtu. Sahibul ilmi, mtu mwenye elimu husifika kwa ukarimu. Shekhe anacheka na kila mtu. Ukifika bwana anakupa mkono shekhe. Shekhe ni wa kila mtu. Si mnaona hivyo? Mashekhe hawa tu kwenye mitandao, unasemaje kuhusu shekhe fulani? Mashaallah yule shekhe mcha Mungu sana. Yani sahibul ilm, kila mwenye elimu husifika kuwa karibu na watu. Walakin sahibul mal, mwenye mali husifika kuwa kimbia watu na ubaili. Ambia yule hapa bombomu hawezi kusali, anaogopa virungu. Hatoi chake akitoki. Lakini mwenye elimu kiukweli usifika kuwa karibu na watu, au mnasemaje? Lakini mwenye mali usifika kukaa mbali. Sasa bado elimu iko juu sana. Kuna rafiki wa pili ukiwa naye, utaonekana umerukwa na akili
usishushe heshima yako. Hakuna kitu kikubwa wallahi kama heshima. Heshima yako wewe mwenyewe kwanza uwe mdau wa kulinda isishuke, alafu uwe na security, umejizuia mwenyewe usijishushie heshima, afu uweke ulinzi watu wengine wa pembeni wasije wakashushe heshima yako. Sasa kuna watu wengine hata mfanani, unaonekana na wao. Wewe unatembea na mtu ameregeza suruali, watu waambiwa wavae suruali, hana heshima kijana huyu. Hata kama ni mwanao unajinasibisha naye wa nini huyu? Kasuka, kafanya vipiripiri, mwanaume kapiga kipini hapa, na wewe unaonekana uko naye eti kisa msanii. Msanii wa nini bwana? Tashusha heshima. Kaa mbali na mimi, vaa mavazi ya heshima. Eti ni binti yako kavaa mini sketi, utashusha heshima. Eti ni dada yako kavaa suruali, atakushushia heshima. Unakaa na wavuta bange, watakushushia heshima. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakai na watu wa ajabu ajabu. Hivyo hivyo hata mtu akiwa tayari kuswala, kaa naye mbali, kwa sababu anayeacha sala mtihani. Mtu akiwa anaishi na vimada, kaa naye mbali. Yani mtu wa ahwali mfuate kumlingania basi khalas. Kuna baadhi ya marafiki ukikaa nao utaonekana umerukwa na akili, japo kuwa una akili timamu. Lazima uwe makini sana. I am looking after my honor very much. Wazungu wanasema naitunza sana heshima yangu. Wanasema heshima kitu cha bure. Heshima kitu cha bure. Huyo rafiki wa pili. Hauna rafiki huyo? Una rafiki hana siri, ya watu wanasema tu, afu ndio rafiki yako. Kuna bwana mmoja simtaji, alikuwa anasoma mkoa fulani, kijana mwenzetu. Basi wakati anasoma huko anajinasibu, Osman Maiko rafiki yangu kweli, zamani hiyo. Sasa yule bwana ana vituko sana darasani. Siku nikaja kukutana na jamaa yake, akasema kumbe Uthman, wallahi tena huyu bwana ni marhumu. Jamaa mwenyewe ni mdogo wake Maulana Abubakari maskini Mudhir. Anaambia ala, kumbe Uthman Maiko ndo wewe bwana. Basi mimi nilikuwa nakuona mento kama yule jamaa anayesema wewe rafiki yako. Nikamwambia sikasema yeye, kwani mimi nimekwambia rafiki yangu? Anasema tofauti kabisa. Wewe huwezi kuwa rafiki yake. Umeona hiyo maneno hiyo? Kabisa. Lakini pia kuna rafiki watatu. Ukiwa naye utakuwa mtumwa wa madeni kila kukicha. Au kabla ya madeni kuna rafiki watatu, shekhe ukiwa naye, Allahu Akbar, utakuwa omba na kuomba aibu. Na kwa Muislamu kuomba ni haram kabisa. Utafuliwa una nyama usoni. Na ukiomba utakuwa hukinai. Utapewa pazia la ufukara. Kuomba hakufai. Mabinti wa leo kilichowaponza kuomba. Akiomba namba ya simu, tumie vocha, nunulie simu basi, nunulie gauni basi. Na mwanaume hivyo hivyo ana nguvu zake, mtoe buku basi, mtoe buku mbili basi. Kwa hiyo kuna rafiki ukiwa naye utakuwa shekhe mtu wa mizinga. Na asikufiche mtu, watu wanakuvumilia tu, lakini omba mtihani mkubwa. Siku moja niko pale kwa Machuchu, nimeeleza muhadhara. Sasa kukaja mtu mmoja muumini, tumesali naye. Sasa sijajua hata ananiambia nini, simu inaita mfukoni, basi kama ilhamu tu nikapokea. Kuna muumini mmoja anasali kule kwa Biti Musa. Akaniambia, Sheikh, umeipokea simu? Nikamwambia ndio nimepokea. Wewe amekuja kukuomba, kazi yake kuomba, atakupiga mzinga usimpe. Akisema la, haya nakupigia. Naam Sheikh wangu. Ambia Sheikh, wallahi sina nauli, hebu nisaidie bwana, unaona tena wewe sijala tokea mchana. Nikamwambia sina.
Sinishapewa taarifa mapema. Hatari. Siku moja sijui ilikuwa Lindi Kariakoo, nilitoa hutuba sijui mawaidha kawaida, akaja mtu, habibi, akanikumbatia bega la kwanza, mashaallah. Bega la pili akaninong'onea, una buku ya karibu hapo? Hapa kirungu. Tukisoma kwenye Fadhaila Amali inasema heshima ya muumini ni kukinai vya watu. Lakini kuna rafiki ukiwa naye shekhe, unajikuta umeingia kwenye msururu. Wanasema kwenye msururu wa mamba kenge ya kosi. Yani unakuta na kupigia mahesabu. Unajua Balesa kila Jumanne anatoa msaada pale, twende tukaombe. Yani umshajikuta ni shekhe kabisa, unasubiria futari za Ramadhani kwa mwindi fulani. Unakumbushana, shehe tarehe hiyo tunazalisha shehe bana, kwa nini shida gani? Acha nipige picha tuchukue vitu sisi. Mfano wake, unakwenda hapo, unaenda kuomba. Au katika mikono na miguu, au jakosa macho, au jakosa akili. Wao wamepataje, wewe unakosaje? Pambana. We born to suffer. Tumezaliwa kwa ajili ya kuhangaika. Shehe, narudia tena, kuomba kubaya. Wewe unaonaje? Una babako afu anaombaomba, mmekuwa, lakini mzee kazi yake kuomba. Unaonaje? Nasikia kuna hata wengine wanajitiaga utomvu macho yafe ili waombe. Inna lillahi. Kuomba kubaya. Kuna ile mtu haja ya dharura, bwana nisaidieni, dharura. Lakini kuna mwingine kuomba ni tabia yake tu. Ndio leo tumewarithisha watoto wadogo, unafikiri wana haja hiyo, lakini hakika wamepandikizwa. Ukipita mjini utakuta watoto wadogo wachafu, kambeba na kitoto chingine mgongoni, anaomba. Juzi mimi nilikuwa Ilala. Wakati nilipokuwa Ilala, akaja mama mmoja hivi, wako watatu, wakaomba, nikawapatia. Nilipowapatia nikamwambia gawana na wenzio. Pale yeye hajaomba, nimeomba mimi. Wape na wenzio. Yani hapo umeomba afu una roho mbaya. Basi nikasogea sehemu nyingine, kuna kitu nilikosa. Nilipofika pale nikakipata. Ilikuwa juisi ya mua. Nikamuona yule mama anakuja. Nikajua anapita. Kaja kuniomba. Kashansahau kama aliniomba pale. Nikamwambia, wewe si nimekupa? Basi samahani. Mama, umeniambia hujala, nishakupa hiyo bado. Si tabia sawa. Inakera. Hasa sehemu za kumbi za starehe, watu wanakula, mnaenda omba. Kwa hiyo kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao utakuwa omba. Rafiki wa nne ni rafiki mbaya. Ukiwa naye atakutoa nyumbani kwenu, utakwenda jela. Wewe una rafiki ana madili. Anauza sijui kete, drugs, shisha, bange, madawa. Nakwambia wewe achana na hizi mambo. Watu wa madili sio umeingia hapa umetoka. Na unajua. Kwa sababu unalewa, akija anakupa 200. Nimepiga issue, si watu wa issue. Bado ananunua silaha na wewe unashiriki naye, kaa naye mbali sheikh. Hapa si peponi, ukikosa usibabaike sana. Na vitamu vya halali. Huyu atakuponza. Ukimwona mtu wa kesi, kaa naye mbali kabisa. Hata mtoto wako muepushe, mwambie kaa naye mbali huyu. Usimsogelee kabisa, ni hatari. Kwa sababu wote waliofungwa magerezani si kwa makosa yao kujinasibisha. Ukienda gerezani kutembelea utajifunza vitu vikubwa sana. Yaani ukimwona mtu haeleweki, shekhi, kaa naye mbali. Kwa hiyo kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao atakutoa nyumbani kwenu salama, atakupeleka jela, na usishangae ukaenda kuozea jela. Yaani ukimwona mtu hata stori zake za matani lakini tani wa kweli, anazungumza vitu vya hatari kila saa mdomoni mwake, Al-Qaeda, Al-Shabab, sijui jihadi gani, havieleweki, kaa naye mbali, atakuponza. Watu wanasikiliza,
ule mnasaba. Hichi kipindi cha watu walioambiwa sijui wasiojulikana hawa, wengi wameondoka kwa midomo yao, wala hata hawajinasibishi, ile kusema sema wamekwenda mbele. Make mwingine anapenda kusema tu, mdomo ulimponza kichwa. Kwa hiyo ukimwona mtu haya mazungumzo yake huyaelewi, kaa naye mbali. Haya yote matumizi ya nini? Akili. Kaa naye mbali. Rafiki wa sita, sio? Rafiki mwingine wa sita ni rafiki ambaye ukiwa naye utakuwa mtumwa wa madeni. Yeye kila siku anakupa chaneli, bwana kuna benki fulani inakopesha shehe wangu pale bila riba. Unajua haya maisha maraisi, kilichokosekana mtaji tu. Kakudanganya nani? Umeongea na Allah we, mkizitia tu milioni 100 hapa tayari nishatoka. Yani watu hawana hofu kuinvesti kwenye kitu akipo. Hapa ngepata milioni 60 na akipewa hana hofu nayo. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu hawajaridhika na maisha yao kwamba hii ni kadari ya Allah. Muda ukifika bila kukopa, Allah atatunyanyua. Kila siku unapewa akili mpya kwamba wewe, zimetoka bajaji za mkopo siku hizi, angalia ulipofikia sheikh. Chukua pikipiki ya mkataba. Wewe unaogopa nini? Kijana ajishughulishe. Umeenda mbio, umechukua pikipiki ya mkataba, umechukua Uber ya mkataba. Hivi sasa hesabu haipatikani. Walivyochukua tu kijiwe kile, hamna tena. Akichangamki unaanza kupita kwa mashentilie, dua bajaji yangu inafushwa moshi hatari. Sijui hizi bajaji na moshi, dua hizi na moshi sijui hata zinaendaje. Pigwa moshi, pigwa bukhuri, aogeshwa maji ya bahari. Siku hizi unajua hizi bodaboda zimeharibu biashara bwana. Unachukua ulikuwa hujui kama taksi zinakufa. Hesabu inatakiwa. Mwenye deni anataka hela zake. Ungefanya subira. Unadanganya tu ukachukue mzigo India. Unakanzu huko. Wewe chukua pesa, usiogope Dubai, mimi nakuonesha biashara. Mbona fulani katoka? Chukua uone. Kwa hiyo kuna mtu ukiwa naye shekhe utakuwa mtumwa wa madeni. Anakwambia unakaa hivi mpaka lini? Watu kuhangaika. Wenzao wanatembea na pressure. Wewe tulia hivyo hivyo. Wewe tulia hivyo hivyo, mdogo mdogo ndo mwendo. Slow but sure. Shay'an fa shay'an. Usiwe na haraka. Rafiki wa 8 ni rafiki mbaya. Rafiki wa 8 ni rafiki ambaye ukiwa naye utarudisha registration mapema kwa Allah. Wajua sote sisi tuna usajili. Utaishi miaka 10, miaka 20, miaka 30. Lakini kuna baadhi ya marafiki ukiwa nao utakufa mapema, tena utakufa mdomo wazi. Wana hatari. Rafiki mwingine mbaya kuliko wote ni rafiki ambaye ukiwa naye atakusababisha ujute mpaka unaingia kaburini. Majuto ni mjukuu. Unajua kuna ile kujuta mara moja, bwana nimeazima pikipiki ya jamaa, nimepata ajali ananidai, najuta nisingeazima. Mwisho utamlipa, familia itaingilia, mkishamalizana majuto basi. Lakini kuna majuto kwa sababu ya marafiki unayapata mpaka unaingia kaburini wewe unajuta. Mfano mabinti wa kike hawa wanarufaka usu, mtoto mzuri wa kike anaanza kutafuta marafiki wasiotulia, wanamdanganya twende night club, uoga wako ndo umaskini wako. Wanamdanganya fulani anakutaka, we itakuwaje nini, amenipa hizi pesa, kamsikilize. Anakwenda anapewa soda, anawekewa kwenye kinyaji kilevi, au anawekewa dawa, anasinzia, anabakwa akiwa amelewa, anapigwa mimba hapo, na siku ya kutolewa usichana mimba inaingia faster. Mwisho anashika mimba. Akizaa huyu ameathirika kisaikolojia. Kwanza atakuwa mama wa baba wawili. Yule hatomuoa. Akiolewa sehemu nyingine ni mwanamke wa kwanza duniani mwenye baba wawili. Atahitaji huduma kwa ajili ya baba wa kwanza na atamhitaji matumizi mume wake huyo. Hii ni changamoto.
na saa nyingine asiolewe ndio chanzo cha kwenda kuuza vitumbua nyumbani na mtoto mgongoni. Chanzo marafiki. Huku kwa wanaume ndio kabisa. Shekhe, kulikuwa kuna kijana mmoja mzuri, ameoa mke wake mzuri, wakazaa watoto wao wazuri, na Allah amebariki. Mtoto wa kike kwao wako vizuri kiuchumi, mtoto wa kiume babake ana mali, kwa hiyo wana kipando chao, wana nyumba yao, wapo katikati ya mji kama Dar es Salaam posta. Kamkuta mkewe bikra, ndoto za maisha yao, wamepata watoto hawana, ila watoto wazuri. Mpewe nini baada ya hapo? Mapenzi moto moto. Lakini huyu kijana kaanza kupata marafiki zake wauza madawa, wanakuja usiku, wanapiga story. Dini ya mtu ipo kwa jamaa yake, wanavuta sigara, wanaanza kula marungi. Ikafikia hatua huyu mwanamke anamwambia mume wake, mistaki au marafiki yako, sitaki kusikia moshi wa sigara, basi tajifungia huko. Baadaye ikaonekana bwana waifu huwapendi, basi twende geto kwangu. Kumbe hawa marafiki wanamtarget huyu kijana wamfanye mteja wa unga. Zamani watu wanauliwa kwa maksudi, wanapewa unga, vijana wanatetemeka kama mashine. Bombom walikuwa wamejaa, kila unapowaona wamezizi, bombom kijana anasinzia pale pale, hamki labda mshtue wazee, basi huyo wazee walikuwa wamejaa kweli kweli. Tena sijui siku hizi wameenda wapi, alhamdulillah, wamevimba mguu hivi mateja. Sasa zamani ilikuwa mtu anafanya vyovyote figishi amleweshe mtu madawa ili biashara. Ilikuwa biashara kuua watu. Ndio maana China ukionekana na bidhaa kama hizi unanyongwa, na ni sawa yako, wewe si muuaji bwana, unaua vijana wa watu hivi hivi. Marafiki wapo. Sasa hawa mabwana wamekaa na huyu bwana, lengo lao wanataka wamuuzie madawa awe mteja wao. Akishaanza kutumia tu tayari wanamuuzia yeye, mtandao umeongezeka. Wenyewe hawayali madawa, tumia kidogo alosto, sijui wanalamba, sijui wanavuta, tumia we mtoto mjanja mzima. Hiyo kijana yule ya al-asaf akaanza kutumia unga. Alipoanza kutumia unga akaanza kuwa mteja. Cha kwanza hamridhishi mkewe tena kitandani, amekuwa affected na yale maunga. Cha pili, kaiba dhahabu zote za mkewe mpaka yeye mwenyewe kajiibia. Yeye mwenyewe anajiibia ili akapate yale mambo. Cha tatu, kaanza kuwa mchafu. Sasa mwanamke pale hawezi kukaa na mtu kama yule, anataka talaka yake, na yule hata kiacha. Ikawa vurugu kubwa, magomvi mengi, mpaka ndoa ile ikavunjika. So yule bwana ndo analala jalalani. Mwanamke amepata tabu na shida na watoto, amedhalilika na watoto. Na nikwambieni, mwanamke yeyote ukitengana naye ni ngumu kuwapa watoto maneno mazuri juu yako. Kwa hiyo hata kama unahudumia, wale watoto watakuchukia, wataamini wewe ni mbaya wa mama yao umemtenda. Kwa hiyo watoto hawa hawamjui baba mpaka wamekuwa watu wazima, na wala hawataki kumjua. Sasa watoto wa leo usishangae wakakuua. Sasa huyu anajutia, ameharibu maisha yake yaliokuwa mazuri, hata familia inaogopa kumchukua wala kumbeba. Sasa huyu akija nyumbani vitu vyote vinaisha, vinaharibika, na akipelekwa kwenye yale matibabu baadaye hurudia ile hali. Lakini alikuwa ni mwenye kujitambua, mwenye akili zake, mchapakazi na maisha yake, ambayo maisha hayo kila mtu anayahusudu. Kilichompelekea hapo rufaka usu, marafiki wabaya. Hivi sasa wallahi, awe mzee awe mtoto, kama una rafiki mbaya mteme mapema, atakuharibia.
Ubaya una nguvu, ubaya unarithiwa jamanini. Usiangalie tunafanya kazi pamoja, kama ni mbaya tu wewe kaa naye mbali. Kaa naye mbali. Hasa uwe umekutana naye katika ishu ya mahusiano, huo ndo mtihani. Kuna vijana walikuwa hawazini, inshallah very smart, wanasali. Katengeneza urafiki na mwanamke ambaye mwanamke hana hofu ya kuziniwa. Sasa hivi umenasa utoki huko. Niombeeni dua Sheikh. Nini? Sipendi kuzini, sijui kwa nini. Ulompata mlaini, ukikoa tu anakugea kama peremende, utatoka. Umepata kumba uhenga. Na wanaume unajua tena wanapenda kitonga. Yule mwanamke ambaye sumbui, hata kama asumbui ndo mbibi Sheikh kama bibi yako. Umekosa haya we. Umekosa haya. Hata kumaliza, hata kusababisha ujute, kwa sababu hiyo ni ngono, na ngono ni kitu kibaya. Hiyo ni zinaa, na zinaa ni kitu kibaya. Mlaini hana hiyo yote, marafiki wabaya. Kwa hiyo kila mmoja atizame kuliani kwake, kushotoni kwake, marafiki zako we ni nani. Amebahatika yule ambaye marafiki zake ni wanadini. Mabwana, nikuombieni kitu, pamoja na itaja bangi na drugs, na mshukuru Allah, ile rangi ya bange sijui mpaka one time hii. Najua marungi tu kwa sababu uliona Kenya hayakatazwi. Kenya liona mirungi. Nimeona mtu kavimba shavu anakula kama mbuzi. Anakula. Wanaita gomba. Huko sijai kuyaona. Alipofika Kenya kuna radio nilipewa pale. Cha kwanza walinionyonya hicho, bwana ongea yote usije ukaongelea marungi. Hatari. Usije ukaongelea marungi. Sasa kumbe hayaongelewi Nikasema bahati nzuri na mimi sina ukakasi kwa maneno. Kwa lazima uongee kila kitu. Wamekataza njia hii, pitia njia hii alimradi ufike. Mengine omba dua. Lakini bange sijui, hayo madawa siyajui. Najua pombe ya boha tu kwa sababu kule kwetu Tanga ipo. Ipo kule, wakina mama wanakunywa, wa mama sio mama wangu mimi. Wanakunywa wasema wanapunguza mawazo. Lakini hiyo sijui taska sijui nini na changanya tu, hata sijui. Sijui. Unajua kwa nini sijui? Sijawahipo kama maskani ya vijana ambao hawajasalimika. Nilivyojitambua tu nimeishi hapa markazi na madarueshi wenzangu, dawa kwenda mbele mpaka hivi wa leo. Ndio maana unakuta hatujachelewesha familia. Sasa ukinitizama mimi hapa nilipo tena naona nimechelewa. Watoto 10 na kijiji tuwe tunasalimiana vizuri, wakike wapo. Tumeelewana Na hata wengine washanipita kimo, kuoa mapema, kuzaa mapema. Kwa sababu ya nini? Troops ile ya marafiki walikuwa wamesalimika. Mimi sasa marafiki zangu wengi walikuwa wazee, na wazee ni watu wa busara. Ilikuwa toka tunakuwa chuoni na sisi na chuoni nyumbani. Usincheke ukiniambia sijui kuna Bilkanas, sipajui. Kuna night club sijui. Ndio salama. Lakini kuna wengine mpaka dakika hii wanaziogopa ndoa. Babu asimami ashajichua kamaliza makundi hayo. Wakikaa kundi watoto wa kiume story tu wanawake tu, na hata hawana tamia ya kuolea. Wakimaliza hapo wanakimbilia uani kwenda kufanya vitu vyao. Wamechoka hoi tabani. Wengine wameelekezana sehemu za starehe, wameenda kununua ukimwi wa buku, ukimwi wa 2000, hiyo UTI ndio usiulize. Ukimwambia kijana tukapime ukimwi mshagombana, tusipeane pressure. Pressure ya nini kijana mdogo Pima kwa usalama wako, ijue afya yako. Wameingia. Adinul mar'i, dini ya mtu ipo kwa rafiki yake. Kila mmoja atizame rafiki yake ni nani. Ndio mmoja anasema ya Rabbi, nipe rafiki ambaye nikifanya mazuri anifurahie, aniongoze, anipongeze,
asinihusudu, na nikifanya mabaya asishangilie, aniambie bwana, hapa umeenda sivyo, ili umekosea. Uwe na rafiki ambaye ukimjeuria mama yako, kwambia huyu mama yako bwana, hata huyu rafiki yangu nakuambia, leo mzee kaniuzi. Anakuuzije mzee wako? Ana hata uwezo wa kukupiga. Mtu anarudi eti si unakumbuka chuoni tumeambiwaje shekhi juu ya wazazi? Lakini unaona rafiki mvuta bange mwenzio, bwana mimi maza kanzingua. Wanazingua wazee, mimi juzi nimemkaushia mzee wangu kweli kweli. Vibuli, bange zimewajaa. Mnaenda pabaya. Mnaona mnajua, mnaungua jua. Mwisho baraka ya maisha inakatika. Shauri ya marafiki. Nasaha ya mwisho, hakuna rafiki kama rafiki unaoingia naye katika mahusiano. Ukioa mke, maana ya zawaji ni kitu cha kuchanganyika, yuzawijuhum dhukurana, kuwachanganyia wake. Maana ya zawaji ni kuwa mwili mmoja, lugha fupi. Sasa jitahidi sana, kwa sababu mapenzi yanaathiri moyo. Jini yanaathirika na mapenzi, sembuse wewe binadamu. Kuna vijana walikuwa very smart na adabu zao, walipopata marafiki wabaya wa kike hawaswali, wamekuwa wezi, hawana heshima na wazee, wamekuwa tena wezi wa fadhila, wanajisikia tuna mtoto tumemlea vizuri, alivyooa tu kabadilika tabia zake, kapata rafiki mbaya. Kwa hiyo pia na wewe angalia wakuruka naye, vile ulivyo tafuta mke wa saizi yako, na mke naye atafute mume wa saizi yake kabisa kabisa, kwa sababu athari hiyo ipo. Kwa hiyo hao marafiki hao aina 10 ni marafiki wabaya ambao mtu akiwapata anaanza kuakiwa na jua hapa duniani, na kesho akhera atakuwa hana chake, watamharibia akhera yake. Tafute rafiki mkweli. Ukimwona mtu unakaa naye maneno mawili uongo, huyo mtenge, si rafiki. Na utamjua tu, ukitembea naye utasikia simu zake anadanganya, niko hapa nishafika, ndo kwanza yuko mbali. Mmepewa hela sahihi, avombe bana, hebu sina hata 100 wallahi, na hapa, huyu muongo. Kaa naye mbali. Ukiwa na rafiki usimpuze, neno moja la pili tusi, huyu kaa naye mbali. Mdomo wake mchafu, yeye akifurahia tusi, akikasirika tusi. Tusi imekuwa kama show off kwake, huyu kaa naye mbali, kaa naye mbali. Lakini pia ukiwa na rafiki mvivu utajifunza nini kwake? Kaa naye mbali. Mshauri anashaurika, shauriki, kaa naye mbali. Ukiwa na rafiki goigoi, yapendi kheri, msikitini mpaka tulazimishane, haya ala sala, anapiga story hapo, kaa naye mbali. Bwana wewe ni mtu hatari kuswali, hatuendani. Ndio maana mtu mwenye akili timamu anagombana na mkewe kwa sababu hataki kuswali, amvumilie yengo hiyo tena mpaka ndoa inaita ukakasi. Nitakuacha mimi sasa hivi, mimi najua utaswali bwana. Uswali uwezi. Lakini kuna watu mke wake haswali wala hana hata wasiwasi. Hivi sasa anaenda anamkuta anachoma chapa, sio kuswali, hajistiri. Haya, huyu naye wakukaa naye kwa sura hiyo? Wewe mke wako saa nyingine watu wakichungulia amekaa vibaya, mapaja yote nje, alafu hasa mke wako hasa, hii inakuaje? Kwa mfano, haiwezekani. Yaani mkeo akitokea hata mbele za watu ananukia nukia, tuitakiwa nongwa ianze. Unajinikazaje mbele ya wanaume? Unaletea ukahaba saa hizi? Wewe mbona unaniambia sio kunukia, nisubiri ndani, ila si eti ndio tunataka sifa. Unaona binti ya Lord Peter hapa ananukia nukia, wife yule. Wewe mweu, wife huyo. Tena saa nyingine usivae nikabu, unajua mke wangu mzuri, pita tu itu, kumbe hajavaa nikabu, ili watu waone chuma. Kitapendwa hicho, mwambie vaa nikabu, jistiri mwili wako. Wewe ni kwa ajili yangu basi, si kwa ajili ya mwingine. Lakini mtu anafurahi mke wake kwa sababu eti ni mzuri, ni ule mbukeni kajianika kwenye mitandao, kwenye mtandao. Hata kama unaona binti yako anajipiga Snapchat, mwambie wewe una matatizo.
Angalia, kuna mtu mmoja kamuoa ndugu yangu mimi, na ile ndugu yangu anasoma sehemu madrasa huko. Ile bwana ndo anaongea na ustadhi, wewe ukijisikia kupita nyumbani kama sipo, pita bwana, umwangalie mwanafunzi wako. Akamwambia, we mwanafunzi gani? Nikamwambia, mwalimu wako akija peke yake nyumbani mchome maji ya moto asije tena. Oyo ananihitaji mimi, si tablighi jamani, si mtu wa tarika, mimi ni shaaira. Basi kwa misimamo ambia answari sunna eti ni answari sunna anaita wahabi wake bwana. Nikamwambia sio wahabi, hiyo ndo haki. Unajua kuna mambo mengine tunasingizia tu mawahabi. Eti mtu mmoja asema unanifanyia tiba, usinifanyie kama hizi rukia za kiwahabi. Kuna rukia za kiwahabi tena? Hakuna rukia za kiwahabi, ile ndo Qur'ani inayotakiwa. Ambia hana dua, eti ana hizi rukia za kiwahabi. Basi rukia ndo sunna zenyewe hizo, mtu asomewe Qur'ani. Hizo ni sifa nzuri, na misimamo ya kidini si ya mawahabi wala ansari sunnati muhammadia. Hii ni misimamo ya Kiislamu. Huu ndio Uislamu wenyewe. Mwenyezi Mungu atufahamishe inshallah taala. Tukome hapa. Nitoe shukrani kwa kunisikiliza inshallah.